ni muda na wakati mwingine ambapo tumekutana na Sheikh Yusuf Diwani kwa ajili ya kuyaangazia na kujifunza mambo mengi sana ambayo always most of the time yanajitokeza kwenye jamii yetu, lakini yanapokuwa mema kwa Sheikh Diwani watu nasifia na kupongeza, lakini yale ambayo yanaenda kuharibu ama kuathiri jamii yetu pia tunayakemea na kuyatolea ufafanuzi. Sasa tumekutana na Sheikh Diwani ili kuangazia moja kati ya jambo ambalo limejitokeza kwenye mitandao ya kijamii na linamhusu mwana mitandao maarufu kabisa, anajiita DC wa Instagram, Mwijaku ama Balton Mwemba. Tunafahamu huyu ni Muislamu na anaamini kabisa katika imani ya dini tukufu ya Kiislamu, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo baadhi ya mashehe wanaona anaenda kinyume ama anadhalilisha ama anaharibu misingi ya imani, lakini yeye mwenyewe pia ameenda mbele kwenye kujibu. Kwa mfano alimjibu Sheikh Waridi baada ibada yake ya hija ambayo alienda kuifanya, huku watu wengi wakiamini kwamba hakutenda haki, ni kama alikuwa anadhalilisha na anafanya michezo. Sasa as I told you before, niko na Sheikh Diwani atatolea ufafanuzi juu ya hili, lakini ukweli uko wapi na kipi alitakiwa kukifanya Mwijaku ni kusituambatana nasi sambamba mwanzo mpaka mwisho kwa ajili ya kuchota elimu, lakini pia na kujifunza mambo mengi sana. Sheikh Diwani, assalamu alaykum. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Natumai unaendelea vema, lakini pia ni ombi letu endelee kuwa salama hivyo hivyo kila mara, kwa sababu mengi tunajifunza kutoka kwako na tunayategemea mengi sana. Mambo yanaendaje lakini? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hasa tukiwa katika siku za mwishoni kabisa mwa mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Kwa kweli tunamshukuru Allah, neema juu ya neema, insha Allah. Sheikh, mimi naomba nisipoteze muda wako sana wala watazamaji. Kuna kitu amekifanya Mwijaku, Balton Mwemba maarufu kama Mwijaku, alipoenda kufanya ibada yake ya hija, kama nitakuwa sahihi sana. Kitu ambacho kimepokelewa tofauti na baadhi ya viongozi wa imani ya dini ya Kiislamu, lakini yeye mwenyewe pia amekuja kujibu kwamba alichokifanya kiliagizwa na Mtume, kwamba alisema tuwashawishi watu katika mema, kwa ndo maana amefanya hivyo, kwa sababu ya kuwashawishi watu waende kufanya ibada ya hija. Labda tuanzie hapa, mambo gani ya msingi ambayo unatakiwa mtu yazingatie unapoenda hija? Sawa. Jambo la kwanza, tunapoizungumza hija ni nguzo ya 5 katika nguzo za Kiislamu. Nguzo ya kwanza ni shahada, kwa maana kushuhudilia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila ni Mungu mmoja tu, naye ni Allah, na Muhammad ni mtume wake. Lakini kisha baada ya hapo, nguzo ya pili iqami sala, kusimamisha sala 5. Nguzo ya 3 kutoa zaka, na nguzo ya 4 hajjul bait man istata ilayhi sabil. Nguzo ya 4 ni saumu shahr Ramadhan, kufunga huu mwezi wa Ramadhani, na ya 5 ni hajjul bait, kwenda kuhiji Maka. Lakini hii liman istata ni kwa yule mwenye uwezo. Sasa katika sharia ya dini tukufu ya Kiislamu, kuhiji ni mara moja katika umri. Ni mara moja katika umri, hiyo ndio inakuwa hija ya lazima. Kisha zile zingine ambazo mtu atazokuwa anakwenda zinakuwa ni si lazima kwake, inakuwa ni kama sunna na mfano hayo. Lakini kadhalika kuna kwenda nje ya miezi au mwezi ule wa hija, hii huwa haiitwi hija, inaitwa umra. Na hichi alichokifanya Mwijaku, yeye alikwenda umra, hakwenda, sio hija, kwa sababu ni ibada ile ile inafanyika vile vile kama jinsi ambavyo inafanyika katika mwezi ule, yani katika yale masiku 10 ya hija. Lakini kwa kuwa iko nje ya ule mwezi mwafaka na yale masiku ya hija, hatuiti haji, hiyo tunaita umra. Ni sawa kama jinsi ambavyo mtu anawezekana akafunga saumu katika mwezi huu wa Ramadhani, inaitwa ni saumu ya faradhi, kwa maana ya lazima. Lakini kuna wakati mtu anaweza akafunga nje ya Ramadhani. Kuna zile saumu za sunna, kwa mfano kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi, ni saumu, lakini ni saumu ya sunna kwa sababu si faradhi na haipo katika mwezi wa Ramadhani. Kwa ndicho ambacho alichokifanya huyu Mwijaku, yeye kafanya umra. Lakini kuna matukio ambayo pia tumeyaona na sisi yametushangaza sana. Matukio ya hovyo, naweza nikatumia lugha hiyo, kwa sababu unapokwenda kufanya ibada inataka utulivu wa nafsi.
Lakini kadhalika ibada inataka al-khudhu', unyenyekevu wa kutosha. Lakini pia ibada inahitaji kuwe na munajati bainaka wa baina rabbika, yani kule kunong'ona baina yako wewe na baina ya Mola wako. Sasa huyu Mwijaku katika lile tukio alilofanya, dhahiri shahiri kabisa ni ria. Yani ria ni mtu ambaye anataka kujionyesha yuko wapi na anafanya nini. Sasa hiki ni katika kitu ambacho sheria na dini tukufu ya Kiislamu haikikubali kabisa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekemea matendo ya namna hii. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, anaelezea miongoni mwa wale ambao wanaofanya ibada kwa lengo la kujionyesha, jamii waone, iwatazame, iwatambue ya kwamba na wao ni wafanya ibada. Akifanya ibada kwa mtindo wa namna hii, anaitwa huyu mtu amefanya ria, yani kajionyesha katika jamii na sio kutaraji radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndicho ambacho kilichofanywa na Mwijaku. Hakuwa na utulivu katika ibada alikuwa akifanya, hakuwa na unyenyekevu katika ibada alikuwa akifanya, lakini kadhalika wala hakuwa na mazingatio kwamba iko sehemu gani pale. Pale mahala ni mahala patakatifu, ambapo ukinyanyua mikono kusema na Allah Subhanahu wa Ta'ala dua zinajibiwa. Sasa unakwenda mahala kama hapo alafu unafanya upuuzi wa kiwango kile, kwa kweli ni kitu kibaya sana. Kitu kibaya sana. Ikiwa tu sadaka, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza ya kwamba sadaka iliyokuwa bora ni ile ambayo unatoa kwa mkono wa kulia, na wakati huo mkono wa kushoto usijue kilichotolewa ni kitu gani. Maana yake ibada iliyokuwa nzuri ni ile ibada ya siri. Fanya ibada ya siri baina yako wewe na Mola wako. Zipo ibada za dhahiri ambazo zenyewe hazijifichi. Kwa mfano, yani pindi ambapo mtu anapomsikia muadhin yuadhin, akanyanyuka, akachukua udhu, akaondoka kwenda msikitini. Hii ni ibada ambayo haijifichi. Yenyewe tu inajieleza katika hali za namna hiyo. Lakini ukifika pale wakati unasali, alafu unashika simu yako hivi, huku unasali huku una rekodi, wewe una matatizo. Kiuhakika kabisa una matatizo. Na bila shaka hiyo sala yako, hicho unachokifanya ndio inatakiwa ulipwe na hiyo simu yako, sio na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwijaku alichokifanya atalipwa na ile klipu yake aliyoifanya kwa Mwenyezi Mungu. Kiukweli kabisa katika hilo si sawa. Si sawa na haliko vizuri, na anapata makosa kufanya, kwa sababu ibada ya ria haina faida bali ina madhambi kinyume chake katika hali za namna hiyo. Mwenyezi Mungu anasema hata katika suala la sadaka, miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza, sadaka ni ibada. Kwa hiyo ameyakataza Mwenyezi Mungu, anasema ni kama yule mtu ambaye anayetoa sadaka yake alafu kisha akafatisha masimulizi ya hiyo sadaka. Mimi ni hatari, nimetoa mimi sadaka hatari, natoa sana. Huyu wa namna hii tena akafatisha bilmanni wal adha, kwa maudhi na matusi na masimulizi. Simulia ovyo, lakini wakati mwingine vile vile anafanya maudhi, watu wanakasirika kutokana na yale anayofanya. Mwenyezi Mungu anasema kaman, ni huyu anakuwa ni kama yule ambaye yunfiqu malahu ria'an nasi, anatoa mali yake si kwa lingine lolote analotaraji, bali ni kujionyesha tu kwa watu katika hali za namna hiyo. Sasa Mwijaku analeta uchawa mpaka pale Maka. Haya ni matatizo makubwa. Uchawa mpaka sehemu ya ibada tukufu ya Maka ni hatari sana. Hatari sana. Yeye aombe radhi tu ndio kinachotakiwa, na kinachotakiwa pia arejee kwa maana akae faragha na Mola wake. Kwani kuna ugumu gani kusema nimekosea? Mpaka hataki kushindana na mashekhi. Mashekhi kila siku ndo wanatembea humo katika masuala ya dini. Sheria wanaijua, Qur'an wanaijua, hadithi wanazijua, na matendo aliyofanya wanajua kama ni matendo ambayo hayako sawa sawa kidini. Sasa asilete uchawa katika dini. Kuleta uchawa katika dini ni tatizo kubwa. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, kumuombea dua raisi Mama Samia Suluhu au yoyote si jambo baya. Ni jambo zuri kabisa. Lakini ndio kwa staili ile? Hapana.
Yeye angeomba dua kwa nidhamu, kwa heshima, kwa adabu, kwa unyenyekevu. Hakuna mtu ambaye angesema, na kila mtu angempongeza amefanya kitu cha msingi. Si lazima, kwa maana hata kama angetoa sauti akasema ya Rabbi, ninakuomba ujalie nchi yetu iwe na utulivu. Mwenyezi Mungu nakuomba jalia nchi yetu iwe kadha, mjalie rais wetu kadha, mpe mema kadha, muondolee kadha, mjalie kadha, hakuna tatizo. Lakini hebu angalia jinsi unajua Mwenyezi Mungu jalie, mambo gani ya vile bana? Haiko hivyo. Lazima kuwe na utulivu, uwe na khushu' na khudhu', unyenyekevu na utulivu na tumanina. Lazima zipatikane, ndipo dua inakuwa imekwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Sasa Mwijaku anahamisha maisha yake ya uchawa, anataka kuyaleta katika dini. Hii ni tatizo kubwa, na sisi tumwambie aache haya mambo. Aache haya mambo. Yani anapokwenda pale katika Al-Kaaba, ajue ni sehemu tukufu. Na kwa kuwa ni sehemu tukufu, basi inatakiwa na yeye matendo yake yawe matukufu. Asikurupuke kabisa katika hili. Kuna madhara makubwa sana. Yeye anaweza akaona sawa sawa, kwa sababu bado yupo, anapumua, ana nguvu, anaweza kufanya anachokifanya. Lakini Mwenyezi Mungu anasema inna batsha rabbika la shadidun. Hakika ule mkamato wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akiamua kumkamata mja wake anapofanya dhihaka, ni mzito sana, na yeye hawezi kuhimili adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tumwambie tu kwa ushauri, lakini kadhalika kwa kumpa mauidha, ajitahidi haya mambo ayaache. Uchawa upeleke katika mambo mengine. Hapo mambo sana kufanya comedy, lakini sio katika dini. Ni hatari sana. Hatari sana, na hasa pale ile ni sehemu ambayo ya nguzo katika nguzo 5 za Kiislamu. Sasa ule mchezo anaofanya, anacheza mchezo mbaya sana, na anachezea mahala pabaya. Aombe radhi tu. Kwani kuna ugumu gani kusema jamani, mimi hapa nimeteleza, nimekosea, lakini mimi ni mwanadamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, au kama qala. Anasema wanadamu wote namna walivyo ni wafanya makosa. Wote, wanadamu wote kwa ujumla wetu, sote tunafanya makosa. Lakini akasema wa khairul khata'in, lakini na mbora miongoni mwa wale ambao wanaofanya makosa, at-tawwabun, ni wale ambao wakibaini kwamba hili nimefanya ni kosa, wanakubali makosa yao, alafu wanatubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuna ugumu gani ya kusema tu bana, nimeteleza katika hili, nimeteleza, kwa hiyo naombeni radhi, na inshallah nitakuwa na faragha yangu na Mola wangu. Najua mimi mwenyewe na Mola wangu nitasema naye vipi. Inna Allaha ghafurur rahim. Mwenyezi Mungu ni msamehevu, anasamehe katika hali za nafsi. Sio unatetea ujinga. Mambo ambayo unafanya ujinga, unaonekana ujinga dhahiri, afu unatetea, maana yake nini sasa? Lazima badilike bana. Alafu kisha kuwa ni mtu mzima Mwijaku, mtu mzima kabisa. Kwa hawezi kuwa mtu kila unafanya matendo ya hovyo hovyo kiasi hicho. Hatari sana. Kwenye utetezi wake Sheikh, kama ulivyozungumza kwamba aombe radhi, yawezekana na yeye pia anasubiri kuomba radhi na viongozi wa imani ya dini ya Kiislamu, kwa sababu hapa labda utueleweshe Sheikh, kwa wale ambao kidogo tuna elimu ndogo ya dini. Anasema alichokifanya ni maagizo ya Mwenyezi Mungu. Anasema Qur'ani inamwambia kabisa yeye kwamba awashawishi watu kwenye mema, awashawishi, awavutie watu kumsogelea Mola wao. Kwenye utetezi wake kwenye video aliyoitoa, anasema alifanya vile kuongeza hamasa kwa watu kwenda kufanya ibada mara kwa mara, lakini pia inawavutia watu wengi sana kwenda kwenye jema, si uchawa kama watu wanavyofikiria. Na anajidadi kwamba ana elimu ya dini na ana elimu ya dunia pia. Hapa ipoje Sheikh? Kuna maagizo yoyote ambayo labda katika imani tuliambiwa tuwashawishi watu kwa njia aliyoifanya yeye? Unajua kuna maneno ya Imamu Ali anasema ya kwamba anasema idha kana indaka ilmun wa lam takun amilan fa anta kadhi rijlin wa laysa lahu na'al. Ikiwa kama wewe unayo ilmu
alafu ilmu yako ikawa hauna matendo yanayokwenda sambamba na ilmu yako uliokuwa nayo, we ni sawa na mtu mwenye kiatu lakini hana mguu wa kuvalia kiatu chenyewe. Kiatu unacho lakini mguu wa kuvalia kiatu chenyewe huna. Kwa hiyo kama Mwijaku anasema ilmu ya dini anayo, basi ni hii ya namna hii. Ni sawa na mtu ambaye ana kiatu lakini mguu wa kuvalia kiatu chenyewe hana, katika hali za namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu matendo aliyoyafanya pale Al-Kaaba, kwa mwenye ilmu yoyote hawezi kufanya matendo ya namna ile, hawezi kabisa. Na ama hii hoja yake ya kusema ya kwamba yeye alikuwa anahamasisha watu, kuhamasisha watu ukataliwi, lakini kuhamasisha ndo vile vile sio kuhamasisha, vile ni uchawa katika Al-Kaaba. Kuhamasisha watu, angewavutia watu katika hilo, kwa maana kaenda haji, kafika pale katika Al-Kaaba, anaonyesha ile khushu'i, kulikodi sio tatizo. Ule khushu'i, ule unyenyekevu wake, namna anavonyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kadhalika namna anavyoonyesha hisia zake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii ingewavuta watu wengi sana kihisia na kihamasa, na angekuwa kweli amefanya kwa lengo hilo. Lakini kama amefanya maneno yake anaenda tofauti na muonekano wake, haiwezi kuwa sawa. Unajua Waswahili kuna msemo mmoja, Waarabu wana msemo wanasema mimfika yadhharu ma fika, mimfika yadhharu ma fika. Lakini kadhalika wana msemo mwingine wanasema lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Wanasema siku zote ya kwamba lugha ya vitendo huwa ni fasaha zaidi kuliko lugha ya maneno. Kwa hiyo vitendo, unaweza ukasema maneno mazuri alafu vitendo vinatofautiana na yale maneno yako. Sisi inachotakiwa tuchukue sio haya maneno, tuchukue yale matendo, kwa sababu ndio lugha fasaha zaidi kuliko haya maneno unayosema. Kwa hiyo haya maneno anayasema kwamba lengo lake alikuwa anahamasisha, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka watu wahamasishwe katika mema. Sawa, haya ni maneno anayoyasema Mwijaku, lakini je, ile body appearance yake inasemaje katika hilo? Utabaini kabisa lisanul hali, lugha ya matendo, afsahu, ni fasaha zaidi min lisanil maqal, kuliko lugha ya maneno alokuwa akizungumza. Hii lugha yake anayesema hivi sasa ni kutaka kujikosha tu, kutafuta mahala pa kujifichia, lakini ukweli kabisa katika matendo yake anamweka wazi dhahiri kabisa Mwijaku ya kwamba lengo lake ni uchawa katika Al-Kaaba, na haikuwa lengo lake ni kuhamasisha. Ingekuwa kuhamasisha, angekuwa na unyenyekevu mzuri, utulivu mzuri, angekuwa na khushu'i. Kurekodi, mimi narudia, sio tatizo. Kurekodi klipu sio tatizo, lakini anarekodi klipu kwa utaratibu gani? Vile katukanisha badala ya kuhamasisha, na kafanya ionekane Al-Kaaba mtu anaweza kwenda kuchezea tu. Ndio maana yake kafanya vitu vya hali ya namna hiyo. Kwa hiyo Mwijaku bana amefanya makosa, kiukweli kafanya makosa, na wala asisubiri eti kuna Muislamu atamuomba radhi. Yeye ndio aombe radhi katika makosa ambayo aliyokosea, na hata asipoomba radhi hamna shida, akae na Mola wake, aseme na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile sio sawa, si sahihi kabisa katika kile alichokifanya, si sawa kabisa. Yani ule uchawa bana. Na ukitaka kulijua hilo, kaanza kwanza mwanzo. Mimi niliona klipu ya mwanzo ya huyu Mwijaku, kakaa mahala kuna njiwa wengi hivi, anagawa chakula kwa wale njiwa. Jambo zuri, sawa. Sasa lile mbona hakutuhumiwa? Alifanya vizuri. Kwa kagawa pale chakula, wakawa kuna baadhi ya watu pale wanakuja, anawapa na wenyewe wawagawie chakula wale, kisha akatangaza biashara yake. Sio tatizo. Ingawa katika haji, panapofika hija kunakuwa na taratibu zake, mambo ya kibiashara pale hamna hiyo kabisa. Lakini yeye kafanya pale yale majambo, baadaye kavaa ihram zake vizuri tu. Nani alimshambulia kwa lile? Watu walimpotezea, kwa sababu pale inawezekana ikawa ni baada au kabla ya kuingia katika swala lenyewe husika. Sasa Al-Kaaba unafanya mchezo, watu wanatamani angalau wapate hata sekunde 2 kufika pale, na wanakosa fursa hiyo. Umepata wewe, unakwenda kuichezea.
Hata tuwaambie pia na hawa watu ambao kazi yao kuwapeleka hawa watu katika haji. Maana kuna watu wengine wako hivyo, wanatoa tiketi nyingi sana za umra, lakini wanaopewa ndo watu wastahili ile. Ni matatizo makubwa. Kuna watu wanastahili kupewa tiketi za umra, kuna watu wanastahili kupewa tiketi za haji. Wanastahili kabisa, ndo wale. Kwa hiyo ni hatari sana katika mazingira kama haya. Asitafute pa kutokea wala kujitetea. Kafanya makosa na akubali makosa yake. Mtu bora ni yule ambaye anakiri kwamba hapa mimi nimekosea. Ukiwa hivyo na nungwana pia nao. Ukiwa hivyo pia una uwezo wa kubadilika kutoka katika hali hiyo kwenda katika hali nyingine. Lakini unakomaa katika makosa yako na kuyapaka rangi. Wewe mtu wa namna gani bana? Muislamu au hivyo bana? Badilika Mwijaku. Hapo Sheikh, yawezekana tunamzungumzia Mwijaku kwa sababu anaonekana na tunatakiwa kumzungumzia zaidi kwa sababu naamini kuna wengi wanaomtazama na wengi wanafuata yawezekana nyayo zake na mienendo yake. Nini wito wako kwa wale ambao yawezekana wakawa wanatamani kufanya kama alichokifanya Mwijaku, ama wengine wameshawahi kufanya au wanawaza kufanya na wanaendelea kufanya? Hatujawaona lakini Mola wao tunaamini amewaona. Wito wako ni nini kwao? Mi wito wangu kwa hawa ni waambie kwamba ile ni sehemu ghali sana. Ni sehemu ya thamani kubwa sana katika ardhi hii. Ukipata fursa itumie vizuri. Usitumie kama vile ambavyo alivyofanya Mwijaku. Ni hatari sana. Lakini pia kwa wale ambao bado hawajaenda ila wanatamani lau kama wangeenda na wao wangefanya matukio kama yale. Badilisha hiyo dhamira, kwa sababu itakufanya kwamba ibada zako zote zitakuwa haba manthura. Yani ni sawa tuna vumbi ambalo linalotimka. Tufanye vitu kwa ikhlas, yani kwa kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mola wetu ni msikivu, na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia ibada zetu za haji pamoja na umra zitakuwa mabrur. Kwa sababu mtu akienda haji au akienda umra akafanya ibada zake vizuri kabisa bila makovu na madonda, kisha akarejea, basi anarejea kama vile mtu ambaye alizaliwa kutoka katika tumbo la mama yake. Maana yake hana madhambi. Sasa kwa staili ile unarejeaje kwa huna madhambi? Badala kwenda kufuta madhambi unakwenda kufanya mauzauza. Ni hatari sana katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo inshallah mimi ni waase tu ndugu zangu, wale ambao mmewahi kwenda mkafanya matukio kama haya, hata kama hatukuwaona, basi inshallah fahamuni kabisa mmefanya makosa, na ibada ya ria kujionyesha haifai. Lakini wale ambao mnataraji kwenda, epukaneni sana na haya. Hatukatai mtu kupiga picha au kurekodi, lakini unarekodi unatupa ujumbe gani sisi? Usitupe ujumbe utakaotupa mashaka na wewe. Tupe ujumbe ambao utakaotuvuta na sisi tutamani kuelekea haji kama ulivyokwenda wewe insha Allah biidhnillah. Wapo baadhi ya mashekhe wengi tu tunaona wanakwenda kule haji na wana rekodi klipu, na zile klipu zinakuwa hamasa nzuri kabisa. Mfano kuna Sheikh Hashim Rusaganya, mara nyingi amekuwa kiturekodia klipu ambao ukiona ile klipu unavutiwa kutamani na wewe kwenda haji. Sasa kwa huyu Mwijaku hii klipu yake anavutiwa nani? Zaidi ya kuona tu ni upuuzi. Kwa hiyo lazima tuwe makini sana na hali za namna hii inshallah. Lazima tuwe makini sana na hali za namna hii, ni ujumbe ambao ameumalizia hapa Sheikh Diwani. Binafsi nitoe wito tu kuongezea kila alichokizungumza Sheikh hapa kwamba mwisho wa siku ibada ni ya kwako wewe na Mola wako. Kama alivyosema hapana ulazima wa sisi kutuonyesha, kwa unaweza kufanya pia kwa namna nyingine yoyote. Nimependa mfano alioutolea kwamba hata sadaka, mtu unapotoa sadaka yako si lazima kutangaza. Inafikia hatua sasa hizi watu wanatoa misaada ambayo inakuwa ni kama udhalilishaji sasa kwa watu ambao wanawasaidia.